Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa dada Angela Benedict Kisi, ni muumini wa parokia ya Mtakatifu Agustino Salasala. Tuna masikitiko kwa ajili ya padri wetu Paroko Peter Asenga aliyetutoka siku ya Ijumaa. Tunaweza kusema kweli tumepata na msiba mzito sana katika parokia yetu. Kwa mara ya kwanza tumepata tukio kubwa kama hili la kuondokewa na baba paroko. Ninamzungumzia baba paroko kama kitabu kisichoisha. Ukianza ukurasa wa kwanza, hata ukifika katikati utataka kurudi nyuma. Kwa mimi ambaye nimefanya naye kazi kwa ukaribu sana, nikiwa kama mwenyekiti wa WAWATA kwa miaka 6, nimejifunza mengi sana kwa huyu baba. Tumefanya naye kazi kwa uchaji, kwa ushauri mzuri, yaani sijui hata nielezee nini. Ninaweza kusema kwamba alikuwa ni mnyenyekevu, alikuwa ni zaidi ya baba. Unapomfuata kwa ajili ya kitu fulani, alikuwa anapokea na kushauri. Kwa kweli tumeondokewa na mtu ambaye wengi walikuwa wanamtegemea, hasa parokia yetu, kwa yale mengi aliyoyafanya. Hata wote mnaonisikiliza, mkibatika kuja katika parokia Mtakatifu Agustino Salasala, mtaona tu mandhari inavyopendeza, kanisa kubwa, nyumba ya mapadri. Ni vitu ambavyo amefanya yeye kuendeleza hata vigango ambapo vimekuwa parokia na sasa na kuna vingine ni parokia teule. Kwa kweli anastahili sifa zote. Baba huyu alikuwa ni mnyenyekevu sana, na hata katika ugonjwa wake amenifundisha kuwa na imani sana kwa Mungu, na amenifundisha pia kama upendo zaidi. Naweza kuangalia wakati anaeleza pale mbinguni, anasema waambieni watu, waumini wangu wote waje wanitembelee. Na tulipofika pale anasema salini, naombeeni. Nawaza kwamba katika maumivu yake yote alipenda kuwaona waumini wake, na aliona sasa ni muda wake wa kwenda kupumzika kwa baba, kwa sababu alikuwa anasema mimi shida yangu nikapumzike tu kwa baba. Wakati mwingine tukamwambia baba hauondoki, lakini kwa kweli kifo chake kimetufundisha mengi sana, hasa katika parokia hii. Basi niseme nini katika haya? Hata sisi ambao kwa upande wa chama chetu cha Mtakatifu Rita, baba huyu tulipoleta hotuba Mtakatifu Rita hapa parokiani, yeye ndiye aliyopokea kwa mikono yote miwili. Kuna wakati mwingine angeweza akasema subirini kwanza au salini kwanza, lakini aliupokea, na kwa namna ya ajabu alisema lisikosekane dirisha la Mtakatifu Rita ambapo linaitwa na wajumbe wa Mtakatifu Rita kama linavyoonekana juu. Na vile vile aliweza kushare na sisi wanarita akisema naombeni mniombee, na hivyo hivyo tulifanya kama alivyoomba. Tutakumbuka tulifanya novena ya masaa 15 kwa ajili ya kumwombea baba paroko, tukaunganisha na kuombea mwadhama Kardinali Pengo. Basi niwatie moyo wale wote tuliosali, na tulikuwa tukimalizia kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe, kwa sababu tunaambiwa tuwaombee pia watu kifo chema. Kumwombea mtu kifo chema sio kwamba unamwambia afe, bali tunasema tukiwa hai sisi ni wa Mungu, na tunakufa ni sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo yote hayo tunatakiwa kuombea na kujiombea pia sisi wenyewe. Ushauri wangu kwa kina mama, tuendelee kuwapenda mapadri, kuwatunza na kuwasaidia pale wanapohitaji mahitaji yetu hasa ya kiroho. Tuwajali kwa utii na unyenyekevu, tusiwaumize, tuwapende kama ile penda ya Bikira Maria aliyekuwa tabernakulo ya kwanza ya kumtunza mwanaye. Na ndio hivyo hivyo Bwana Yesu anatualika tuwalee mapadri, tuwatunze, tusiwaumize, tusiwakwaze. Kifo cha Padre Peter Asenga kikawe faraja kwa wote ambao wana
wanapenda kuombea mapadri, wanapenda kutoa muda wao kwa ajili ya kuombea mapadri. Zipo sala mbalimbali za kutolea mateso ya padri, kuwaombea, kuwapa ushauri mzuri na sio mambo mengine. Binafsi basi kwa parokia yangu ya Salasala ninasema tumeguswa sana na msiba huu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga milele umwangazie. Padri Peter Asenga apumzike kwa amani. Amina.